Jesus, it's all about you. And so we all surrender, even as we sit at your feet, to receive from you. Bless each one of us. Bless every family, every ministry represented here. Bless Kikuyu. Bless Kiambu County. Bless our motherland Kenya. Come glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Ningeomba Bwana sifiwe sana. Nipungie mkono wako, sema haleluya. Si usalimie tu jirani, mwambie amesalimiwa na Apostle Kimani. Naweza kosa kufikia kila mmoja wenu. Mungu awabariki. We can take our seats. Na chukua nafasi hii kwa unyenyekevu sana kuweza kusimama mbele zenu kama watumishi ambao Mungu amewachagua kuweza kushiriki my heart and my journey with God, mambo yale ambao pengine naweza kusema yamenisaidia, na ninaamini ya kwamba you can be able to pick one or two things to add to what you have. Bwana tuwe sifa. I believe all of us, we are rich in many ways, but we can always share. Praise the name of the living God. Nashukuru sana kwa watumishi wa Mungu. Bishop amekuwa pamoja na sisi katika National Prayer Committee na tumekuwa tukifanya kazi pamoja naye. Hapa sio mara ya kwanza kuja, nimekuja hapa wakati kulikuwa kuna jengwa, na amekuwa akinikumbusha kila wakati juu ya kuja hapa katika mkutano huu, na kwa hivyo tukaconfirm hii date almost around last year, na at least nashukuru Mungu ya kwamba wakati huu umefika. So thank you for hosting us together with your wife and the whole church. God bless you. Nafurahi kuona Bishop Sora wengine, Bishop Gashie ambaye tumekuwa naye wakati mwingine, Kiambode tumekuwa marafiki kutoka tukiwa vijana, and all the servants of God who are here. May God bless all of us. Praise the name of the living God. Najua hatuna wakati mwingi na tunashukuru for the program ambayo tumekuwa nayo mpaka hapa. Naamini it was important for us when we gather, we pray, because surely our nation, the times we are living in, we need divine intervention. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri all our gatherings, ziwe ni za family, ziwe ni za mazishi, kila mahali ni vizuri tuendelee kuliitia jina la Bwana, because the Bible says whoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Bwana tuwe sifa. So mimi naitwa Apostle Kimani, natoka pale Nakuru, naongoza makanisa ya Kingdom Seekers Fellowship pamoja na huduma ya MBCI. Tuko na radio, tuko na TV, tuko na Heaven's Gate Prayer Mountain, na tuko na tent meetings ambazo huwa tunafanya, na ninashukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kumtumikia. Bwana asifiwe sana, na I'm forever grateful for what God has done. Siku ya leo there is what I call heart to heart talk. As much as I'm going to take a topic, I will be able to share just from my heart, because one of the things I believe is that the means justifies the end. It is not the end that justifies the means. Praise the name of the living God. So naamini the means ambayo Mungu ametusaidia katika huduma kufika mahali tuko, tunaweza kushare, kwa sababu I believe we have used the right means katika huduma. Unajua unaweza kufika mahali fulani katika biashara, katika huduma, ndio hata huwa inasemekana ni vizuri hata viongozi wafanyiwe evaluation ya utajiri wao, kwa sababu wengine hawawezi kusema mahali pesa yao ilitoka. So kuna watu wamefaulu katika maisha, but they cannot be able to tell you how, ama the means waliotumia haikuwa sawa. Lakini wakati umetumia njia na hatua zinazofaa, inakuwa rahisi wewe kuongea kwa wazi na kuzungumza na watu wengine. Nashukuru Mungu kwa sababu ya watu kama Reverend Kagiri. Tulianzia huduma from the humble beginning. Zamani nilikuwa nakuja hapa kumuomba vyombo, kwa hivyo amekuwa rafiki yangu miaka mingi.
Ukinipatia speaker nazipiga kwa mabega, nazibeba na tunaenda kuhubiri. Bwana asifiwe sana. So we thank God, and I think we have also done an open air meeting, although it's ni wakati mrefu umeisha hapa Kikuyu. Sijikuwezi kumbuka ni mwaka gani. Mwaka gani huo? 1990s. Okay, zamani sana. Okay, tunashukuru Mungu kwa hiyo neema. So mimi ningetaka kuzungumza juu ya neema ya Mungu. I want to share with you about the grace of God. Nimesema naweza kuzia mambo tofauti, but ningependa kuongea juu ya the grace of God. Ni vizuri tutambue sisi kama watumishi wa Mungu, kwa sababu kuna ile kitu tunaweza kujifanyia kama SWOT analysis, kuangalia our strengths, our weaknesses, our opportunities, our threats, na tuulize udhaifu mkubwa wa kanisa siku ya leo ni gani? Ukiulizwa udhaifu ule mkubwa sana kanisani siku ya leo, utasema ni udhaifu gani tuko nao? Bwana asifiwe sana. Mimi nikiulizwa udhaifu ule mkubwa tuko nao siku ya leo katika kanisa, ni kukosa nguvu za Mungu. Bwana asifiwe sana. Nguvu ambazo zinaweza kubadilisha maisha ya watu, zibadilishe maeneo na zituwezeshe. And we know from the beginning, Acts chapter 1 and verse 4, the Bible says that Jesus commanded his disciples that they should not leave Jerusalem until they receive power from on high. Na kwa hivyo hata kama tunaweza kimbilia mambo mengi, lazima tujue ya kwamba kunayo neema tunayoihitaji ndiyo tutimize kusudi na mwito wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Naweza kutumia huu mfano, lakini it's not a very good perfect example. Lakini mtu mmoja alisema, if you give a monkey, uipatie ndizi na uipatie 1,000, itakimbilia ndizi, kwa sababu haijui ya kwamba 1,000 inaweza kununua mgomba mzima wa ndizi. So siku ya leo ni vizuri kujiuliza priorities zetu ziko namna gani, because your priorities, your values determines your priorities. Because kile una value, manki ikiona ndizi, hata ukiweka 5,000 hapo haitashughulika nazo. Kwa sababu kile ina value na inajua ni ndizi. Lakini hiyo ndizi itaenda ikule siku hiyo, hata haitashiba. Lakini kama ingechukua hizo noti, pengine ingekula siku mingi. So na sisi kama watumishi wa Mungu ni vizuri tukae chini na tujiulize, values zangu, kile ambacho ninakimbilia, kile ambacho ninapatia nafasi ya kwanza, ni cha muhimu ama sio cha muhimu? Praise the name of the living God. Because tukipatiana priority kwa kile ambacho hakita sustain hata huduma zetu, hakitaweza kutupeleka mbali, tutaishi watu ambao hawana impact ambayo Mungu alikusudia, na hatutaweza kwenda mbali. Praise the name of the living God. Nikiangalia all the scriptures ambazo zinaongea juu ya grace ni nyingi, lakini ukiangalia Biblia inasema ya kwamba Yesu mwenyewe in John 1:14, when he came, he was full of grace. Praise the name of God. Jesus was full of grace. Zile hatutaweza kusoma, tutaandika tu. Ukiangalia juu ya wanafunzi, the apostles in the book of Acts chapter 4 verse 33, the Bible says they were also full of grace. Oh, tuko na Bible kwa screen. Acts chapter 4 and verse 33. The Bible says Jesus was full of grace and truth. Let's go to Acts chapter 4 and verse 33. And the Bible says, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Wanafunzi
walitembea na neema kuu ya Mungu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hata Biblia inaongea juu ya Acts chapter 6 and verse 8, inasema ya kwamba Stephen was a man full of the grace of God. Acts chapter 6 and verse 8. In the book of Acts chapter 6 and verse 8 inaongea kwamba Stefano ni mtu ambaye alitumiwa na Mungu, and Stephen was full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Bwana asifiwe sana. Sasa ningetaka kuanzia na some basics here za vile ambavyo tunaweza kupokea neema ya Mungu. Number one, ni vizuri kuelewa, when God calls a person, he goes beyond the human qualification and background. Wakati Mungu anaita mtu yeyote, Mungu haangalii your qualifications na haangalii your background. Hata wakati watu kama Sora waliitwa, walikuwa wanaambia Samuel, wewe kama umekosea, haujui mimi ni Benjamin, haujui mimi ndio mdogo. Kwa sababu Mungu anapoita mtu yeyote anaenda beyond. Ukiangalia our Bibles in the book of 1 Corinthians chapter 26, 1 Corinthians chapter 1 verse 26. 1 Corinthians chapter 1 from verse 26. Utaona ya kwamba wakati Mungu anaitana, anaenda beyond qualifications na anaenda beyond our background. The Bible says, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh. Paulo anasema your calling, brethren, sio wengi walikuwa na hekima kulingana na kimwili. Not many mighty, not many noble are called. Verse 27. God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty. Verse 28. And base things of the world and the things which are despised hath God chosen, yeah, and things which are not, to bring to naught things that are. 29, the last one we are going to read, that no flesh should glory in his presence. Kwa hivyo Mungu akiweka advert yake ya kuita watu watakao mtumikia, itakushangaza. Kwa sababu haiti watu ambao ni wenye hekima, haiti watu ambao ni nobo. Ni gumu sana kusikia mhubiri akisema mimi naitwa pastor so and so na baba yangu anakuanga minister katika wizara fulani. That is why the Bible says not many of you are noble. Hata nile alikusikia mtu amesimama hapa kusema mimi naitwa pastor so and so na niko na PhD. Na PhD sio mbaya. Na siku hizi watu wanazitafuta sana, wako na zile zinaitwa honorary doctorate. Na ni mzuri, lakini mimi nimetafutwa mara kadhaa, lakini nimesema wacha nikae tu na hii apostle. Itanitosha. Kwa sababu unaweza tafuta vitu za kufunika udhaifu. Kubali udhaifu wako. Praise the name of the living God. Ya kwamba kile unahitaji ni Mungu. Mungu huita watu ambao hawana kitu ndio wamtegemee. Praise the name of the living God. Hallelujah. I'm not ignorant that we need training. In my vision, I have a plan to open a Bible school. Lakini lazima uangalie watu wale Mungu huita. They are not wise according to the flesh. Kama mimi nikikwambia I was not a name material kwa shule yangu, na si kwa nini siku anapatanga hii, hata siku anga top 10. Ndio nikiingia kwa itaingia geography. Yaani sijui kwa nini kichwa haiko inaingia geography. Lakini naonekana kichwa yangu kuna kile ilitengenezewa. Praise the name of the living God. Kichwa yangu ilitengenezewa ikie hii neno. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na ninaonanga upande wa neno niko sawa. Lakini mambo ya algebra nikikumbuka hata mpaka siku ya leo nasikia inakuwa tragic.
Bwana asifiwe sana. So hao ndio watu wale ambao Mungu huwa anaita. Na Biblia inasema kwamba Mungu huita watu aina hiyo, that no flesh should glory in his presence. Praise the name of the living God. Anaita vitu ambavyo vimedharauliwa. Yaani watu ukiwaangalia unaweza kuwadunisha. So don't be surprised ya kwamba unaweza kujidunisha ukisikia kile Mungu anakuambia. Yaani unasikiliza Mungu mpaka unauliza Mungu, ni rami ya nurali ya Mungu, unajua ni nani unaongea na yeye? Because kulingana na vile Mungu anakuambia utafanya na anataka ufanye, na ukijiangalia in fact unataka kupatia Mungu reference ya watu wengine wazuri wa kufanya hiyo kazi. Lakini anasema ni wewe. Praise the name of the living God. Kwa sababu Mungu kama kuna kitu moja hataki kugawanya utukufu wake na mtu yeyote. He cannot share his glory with any man. Praise the name of the living God. Kwa hivyo Mungu anataka atumie mtu ambaye hawezi kuchukua utukufu, atampatia Bwana utukufu wote. Praise the name of the living God. Number 2, ni vizuri tujue kwamba Mungu ndiye huchagua watu wale watakao mtumikia. God elects or chooses the people who are going to serve him. Jesus chose the 12 disciples. He prayed and then he chose the 12 disciples. Romans chapter 9 from verse 10 inatuonyesha kwamba uchaguzi wa Mungu huanzia kwa tumbo kabla mtu hajazaliwa. The Bible says that not only this, but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac. Watoto walikuwa baba mmoja. Tuendelee verse 11 haraka. Tutaenda mpaka verse 16. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, the elder shall serve the young. That is contrary to the ways of this world. Hallelujah. As it is written, Jacob I love, but Esau I have hated. The verse 14, the Bible says, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. Verse 15, the Bible says, for he said to Moses, I'll have mercy on whom I'll have mercy, and I'll have compassion on whom I have compassion. And verse 16, the Bible says, so then it is not of him that willeth, nor of him that learneth, but of God that sheweth mercy. Sio kwa yule apendaye ama yule apigaye mbio, lakini ni Mungu anayehurumia. Kwa hivyo wapendwa, lazima tuelewe katika kuchagua na mwito wa Mungu, hakuna kitu nilifanya ndio Mungu akanichagua, kwa sababu uchaguzi unaanza kwa tumbo. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema kabla hawa wawili Esau na Yakobo, hakuna mtu alikuwa amefanya jambo nzuri na jambo baya. Kwa hivyo hakuna mtu alikuwa ametoa sadaka, mwingine hakutoa, mmoja alikuwa amefunga, mwingine hakufunga. Biblia inasema kwamba ni ili mpango wa Mungu katika kuchagua usimame. Sasa Biblia inasema, na pengine mtu anasema is God unrighteous? Biblia inasema kwamba Mungu alisema na akamwambia Musa, nitahurumia yule ninayetaka kumhurumia. So mwito wa Mungu ama kuchaguliwa na Mungu kunaanza kwa kuhurumiwa. It begins with God's mercy. Because you don't qualify for mercy. There is nothing you can do. Ni Mungu tu anakuhurumia tu. And then after mercy, God gives you grace. And then Paul anasema ya kwamba I was worst of the criminals, but God had mercy on me, and then he gave him grace. After grace, we see the works. Many times people look at the works. Wanaona apostle anafanya
Bishop Kiambothi anafanya, lakini wanasahau kazi ile ninafanya ni kwa neema, na hii neema ni Mungu alinihurumia. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kulingana na uchaguzi wake. In the book of let's take another scripture for the same point, Mark 10:35 to 40. Mark 10:35 to 40. Kwa sababu ni vizuri kuelewa mambo ya mwito, because hatuwezi kupokea neema kabla tujaelewa mwito wa Mungu. And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do us whatsoever we shall desire. And he said unto them, What would ye I should do for you? They said unto him, Grant unto us that we may sit on the right hand, and on the other on the left hand in thy glory. Verse 38, But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask. Can ye drink the cup that I drink of, and be baptized with the baptism that I'm going to be baptized with? Verse 39, And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized withal shall they be baptized. Verse 40, the last one, we are going to read it. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared. Hawa ni wana wa Zebedee, wanaona Yesu ako karibu kuondoka. Na all of us, mwanadamu yeyote anatamani greatness, anatamani success. So wakaanza kufikiria nani atachukua hizi nafasi. Na kwa hivyo wakaenda wakasema, tukitaka mmoja akae kulia, mwingine kushoto. Walikuwa wanajua kama watakaa mkono wa kulia kule mbinguni, hata hapa duniani lazima wao ndio watatake over the mantle of leadership. Lakini Yesu akawauliza, ninyi hamjui nini mnauliza? Mtaweza kunywa kikombe kile ambacho nitakunywa na ubatizo nitakaobatizwa? That means kila mwito uko na gharama. Lakini wakaenda kwa Yesu wakasema, ndio tuko tayari. Yesu akasema, kama mko tayari, basi hizi nafasi sio mimi naweza amua, ni Baba, kwa sababu ya wale aliyowatayarishia. So we don't become great because of what we do, kwa sababu they were ready for the cost. Tunaelewana? Kwa hivyo ni kumaanisha mtu akifanya kile Apostle Kimani amefanya, hawezi fanyika Apostle Kimani, atafanyika tu yeye. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu sijafanyika vile nilivyo, kwa sababu nilienda Gong nikaomba, nilienda Karura nikaomba wakati tulikuwa na Bishop Kiambothi. Hapana. Kama ingekuwa ni maombi, pengine hata Bishop Kiambothi alikuwa anaomba kudiliko. Praise the name of the living God. Lakini Yesu akasema kuna kitu zaidi ya kulipa gharama. Hata kama mko tayari na gharama, kuna mambo mengine Baba alipanga kutoka mwanzo, na akasema ni nani watakaa pale. That means in calling you must be very sober na kuelewa Mungu amekuitia nini. Tuko na watu wengi siku ya leo wanafanya huduma na hawajajielewa nafasi zao, wanatafuta kujifananisha na mtu mwingine. Praise the name of the living God. Na ujue hautaweza kufaulu, kwa sababu the Bible says in Ephesians chapter 4 and verse 7. Ephesians chapter 4 verse 7, ya kwamba neema huwa inapimwa kulingana na mwito. Kwa hivyo kuna neema huwezi kupata kwa sababu haujaitiwa kufanyia hiyo kazi neema. The Bible says, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa hivyo neema huwa inapimwa kulingana na kipawa ambacho Yesu amekupatia, kwa sababu ni neema tu itaweza kufanyisha kile kipawa kazi. So hata ukiwa na kipawa ukose neema, basi
kipawa chako hakitafanya kazi in fullness, hakitafanya kazi katika kile kiwango cha uwezo wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba Mungu ndiye huchagua, na ni vizuri mtu kuelewa vile Mungu amekuita. Praise the name of the living God. All of us hatujaitwa sawa. I remember a brother in our church, he was very zealous for God and he wanted to get into full-time ministry. But when he was fasting and praying, alikuwa nafunga sasa ingie full-time. Mungu akamzungumzia, akamwambia, sijakuita uingie full-time katika kuhubiri. Nataka kukubariki biashara, uwe unanitumikia na pesa zako. He was very much willing kuacha kazi awe ya full-time minister. Lakini Mungu akamwambia, hiyo sio eneo yako. I have walked with them. He have really struggled in business in the marketplace. But today, yeye kuandika cheki ya 1 million, he does not struggle. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ana support kazi ya Mungu kwa njia kubwa. Na je, kama angeenda kwa kuhubiri, pengine angekuwa na one speaker tu, huwa anang'ana na watu kwa upenea na ana blame shetani na mapepo, anasema hata watu wasipokuja miti itasikia injili. Praise the name of the living God. Lakini yeye alimiss eneo lake la mwito. Ni vizuri kila mmoja wetu kuelewa ya kwamba kuna eneo lile ambalo Mungu amekuitia. And grace will only be released when you position yourself. Ukiondoka kidogo, hata ukipewa neema ya Mungu uanze kufanya vitu zile Mungu hakukuitia, hiyo neema inaondoka. Praise the name of the living God. Neema inaondoka. Leo nikifikiria naweza kuwa gavana wa Nakuru, neema itaondoka. Kwa sababu neema ambayo Mungu amenipatia na kuinfluence watu na kufuatwa na watu sio ya siasa. Lakini kuna watu wako na calling ya leadership. Praise the name of the living God. Wako na calling ya leadership, na wao wakidiscover their calling na waifuatilie, neema ya Mungu itakuwa juu yao. Bwana tuwe sifa. Because grace haifuati tu wahubiri. Grace inafuata mtu kwa marketplace. Grace inafuata mtu kwa career. Grace inafuata mtu kwa political leadership. As long as mtu wako katika nafasi yake, neema ya Mungu itamfuata. But sometimes we miss the grace of God, especially ukiona unataka kujifananisha na unataka kufanya kile mtu mwingine umeona akifanya. You can miss the grace of God. So ni vizuri kuelewa gift yako na usimame eneo lako. Because the Bible says, 1 Corinthians chapter 7 and verse 7, that every man has his own gift from God. Kila mtu ako na kipawa chake. Na mtu akifuata kipawa chake, basi ataona neema ya Mungu ikiwa juu ya maisha yake. Praise the name of the living God. Tukitoka katika eneo hili la mwito, ningependa kusema ya kwamba the work of the ministry is a supernatural calling. And it needs supernatural enabling power. Nobody can do the work of God with natural strength. The only thing you can miss out in the ministry is when you try to do the work of the ministry with your natural strength. Because the call is supernatural. Nawezaje simama mbele ya watu nibadilishe mioyo yao? Nawezaje kusimama mbele ya watu ninene uponyaji na wapone? Nawezaje kusimama mbele ya watu nikemee mapepo na yatoke? Praise the name of the living God. Hallelujah. Sijawahi kuona motivational speaker ameongea watu wamekuwa motivated mpaka demons zinaanza kutoka. Sijawahi kuona motivational speaker ameongea mtu anasema nilikuwa na uvimbe hapa umeondoka. Hakuna. Praise the name of the living God. The work of the ministry tells you it is a supernatural calling. Praise the name of the living God. Now the reason so many of us are challenged ni kwa sababu sometimes we try to use
our natural abilities arose without depending on the supernatural. If you don't know how to depend on the supernatural, there are levels of ministry that you'll never be able to rise. Not because God has not called you into those levels, but because you have not been able to connect with the supernatural. Praise the name of the living God. Hallelujah. So it is very, very important to understand that nobody can do the work of God with natural strength. Nguvu zako za mwili tu, qualification zako haziwezi kukusaidia katika viwango ambavyo Mungu amekusudia. So your intellectual capacity will never qualify you for ministry. Your intellectual capacity will never qualify you for ministry. I know this can disqualify so many people in the ministry because kuna watu tu walienda shule wakasoma na wakaona vile kazi iko, wakaona ile degree naweza kufanya ni ya theology na nipate kazi. Pia inategemea na mipangilio ya kanisa ya kwamba mtu akisoma theology anaweza kuja katika kanisa na atafute kazi na apewe. Lakini kibibilia, your intellectual capacity will never qualify you for ministry. It is the grace that comes upon a man that enables him, praise the name of the living God, to do what he is supposed to do and to accomplish what he is supposed to accomplish. If you only have qualifications, praise the name of the living God, or intellectual capacity, and you miss on the grace of God, you will never be able to accomplish the purposes of God. Because the purposes of God cannot be accomplished by a natural man without the supernatural. And that is why each one of us, we need to connect with the supernatural. That is why Acts chapter 4, chapter 1 and verse 4, in fact it was a command. Jesus commanded his disciples, don't leave Jerusalem until you receive power from on high. The disciples by this time, they had intellectual capacity. They were trained for 3 years by Jesus himself. But Jesus said that until you receive the supernatural, you should not go. So anybody who is doing the work of the ministry because of intellectual capacity, we cannot be able to accomplish the purposes of God. Praise the name of the living God. When a man of God is anointed, it means God himself has graced him, and his grace enables him to do what he is supposed to do. When God anoints a man, it means that God has also graced that man to be able to do what he is supposed to do. And that is why when God calls you, you are supposed to wait upon him until he gives you the grace that you need to do what he has called you to do. Otherwise, if you just go, because ni rahisi kuelewa nimeitwa na nikose kugojea neema ninayohitaji kwenda kutimiza mwito wangu, I'll be frustrated, I'll be discouraged, I'll try to work hard without results, kwa sababu it is by grace that I'm able to accomplish God's calling upon my life. Praise the name of the living God. There is grace upon every man of God. Every man of God who is called, and when I'm talking about a man, we should not be gender sensitive. I'm talking about man and woman. And the grace of God is the hand of God upon him that enables him to do what he's supposed to do. In Nehemiah chapter 2 and verse 8, when Nehemiah received a supernatural burden to go to rebuild the walls of Jerusalem that had fallen for over 150 years, he prayed and he fasted. And in Nehemiah chapter 2 verse 8, the Bible says he went to the king and he requested for these letters, and a letter to Aspa, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace which pertained to the house, and for the wall of the city, and for the house which I shall enter into. And the king granted me according to the good hand of my God upon me. Nehemiah ana confess ya kwamba, some version says because the gracious hand
of the Lord was upon me. Kila wakati Mungu anaita mtu aende afanye kazi fulani, lazima mkono wa neema wa Bwana uwe juu yake. Mkono wa neema ya Bwana usipokuwa juu yako, some of the tasks kama what Nehemiah was supposed to do, there were so many challenges and a lot of opposition. Not to forget that the wall of Jerusalem was destroyed for over 100 years. Imagine Mungu akikuita urejeshe, uinue mambo ambayo yameanguka kwa vizazi. Lazima mkono wa neema ya Bwana uwe juu yako. Praise the name of the living God. May the gracious hand of God be upon you and upon your ministry in the mighty name of Jesus. Brethren, we need the grace of God. If we are going to fulfill God's purpose for our lives and even for our nation, Kenya is a springboard of revival. Kenya is a father nation. There must be grace to fulfill that calling. Praise the name of the living God. Na tusipotambua kuna neema tunayohitaji na tuiendee, kuna mambo tutajaribu kuyafanya na hatutaweza. Praise the name of the living God. So the grace of God is the power and the presence of God that makes a man, that takes a man from the realms of the natural to the realms of the supernatural to do things that God would have done if he was here physically on earth. Kwa hivyo neema ya Mungu ni uwepo wa Mungu ambao unakuja unachukua mtu from the realm of the natural to the realm of the supernatural, na unaanza kufanya mambo ambayo Mungu kama angekuwa hapa duniani ndio angeyafanya. That is why in the book of Acts, sometimes the things that apostles were doing, watu wangesema ni miungu imekuja na mwili. Hawange imagine hawa ni wanadamu, kwa sababu neema inakutoa from the natural to the supernatural. Bwana siku sana. Na inataka kukwambia ile revival inakuja, kuna watu Mungu atawapatia neema, watatembea kama miungu hapa duniani. Mambo yale watafanya. If this nation is a springboard of revival, na Mungu atatutuma katika mataifa kuyabadilisha ya Uislamu, mahali kama China, mahali wamekataa Injili. Wapendwa, Mungu atatufanya tutembee tukifanya mambo ambayo kama yeye mwenyewe angekuwa hapa, praise the name of the living God, ndio angeyafanya. That means tutakuwa kama miungu. Jina Bwana lipewe sifa. Nini itatufanya miungu? Neema ya Mungu itakayochukua kuwa juu ya maisha yetu. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ukisikia baada ya kufunga na kuomba na kujiachilia kwa Mungu na yale mambo Mungu amekuita kufanya, unasikia kitu kinakusukuma, unasikia, mimi kuna wakati nasikia nani, when I started allowing the grace of God to work in my life, ningejua this is not Kimani. Najua huyu sio Kimani. Yule Kimani najua sio sasa yeye anaongea, sio yeye sasa anayehubiri, sio sasa yeye anafanya kazi anafanya. Praise the name of the living God. Neema inanitoa from the realm of the natural, inaniingiza in the realm of the supernatural. Praise the name of the living God. Hallelujah. That is what grace does. When you allow the grace of God upon your life, it breaks, praise the name of the living God, the remedies of the natural, and it ushers you to the unlimited realm of the supernatural. Because when you get into the supernatural, there are no limitations. Anything can happen. Chochote chaweza kutokea. But in the natural, there are so many limitations. But God is not limited. He gives life even to the dead. He calls things which are not as if they were. So if you walk with Him into the supernatural, nothing will be impossible. Praise the name of the living God. May God raise men and women in our time who are going to walk into the realms of the supernatural by the grace of God in the mighty name of Jesus. In the Bible says, may grace increase through knowledge. Sometimes we need to know that there is a realm God wants to usher you, whereby it is not you. You are not struggling to say what you are supposed to say.
You are not struggling to do what you are supposed to do, because it is not you doing it. You don't think in terms of how am I going to do it. You think in terms of how am I going to surrender to God to do it. Praise the name of the living God. Kwa sababu wakati to be limited with the natural, kila kitu tunafikiria nitafanya namna gani, niko na pesa kiasi gani. It is a school of thought. Praise the name of the living God. Whereby wakati wote ukiangalia jambo, one of the greatest miracles that is recorded in the Bible ni wakati Jesus fed the 5,000 people. Bwana pewe sifa. Na Yesu kuna watu wawili, mmoja akakuja akasema hata mtu akifanya hata mishahara ya miezi 8 inaweza kupatia hawa watu hata bite. Huyo alikuwa nani? Alikuwa nani? Philip. Na huyo mwingine akakuja akamwambia Yesu, hapa kuna kijana hapa na nini? Mikate 5 ya shayiri na samaki 2. Anaitwa nani? Anaitwa Andrew. These are two school of thought. Mmoja anafikiria ndio ulishe watu hao wote lazima ufanye kazi miezi 8. Na hata ukifanya kazi miezi 8, pengine wapate mkate slice. Lakini mwingine anakuja anamwambia Yesu, hata kama hao watu ni watu 5,000, kwenda ki dola kina kama kigere na tugumu 5. Kwani mikate 5 inaweza kuwa chapati? Kijana alikuwa amebeba hawezi maliza chapati 5, ilikuwa ni tugumu. Praise the name of the living God. Lakini ndio ufikirie hivyo ya kwamba unaongea juu ya samaki 2 na tugumu 5 kwa watu 5,000. That is a school of thought ambayo inasema anything that is placed in the hands of Jesus, praise the name of the living God, can be multiplied, because my master is a miracle worker, because my master can be able to translate anything into the realm of the supernatural. Praise the name of the living God. So hata katika kuhubiri kuna watu wanaangaliana hii kanisa ndio ijengwe. Tunakuwa na washirika isipokuwa ni Baba Kamau anafanyanga pale kwa ofisi ya chief. Hapa kuna watu wengine wako na kazi. Na mama fulani ameanza kuuza mayai juzi. Praise the name of the living God. Hallelujah. I remember when I wanted to build a cathedral in Nakuru, I prayed for 6 months. Na nilipoomba Mungu akaniambia sasa unaweza endelea. Hatukuwa na pesa kwa account. Bwana asifiwe sana. Mungu akiniambia nifanye chochote, nitafanya. Sitaangalia hali ya mwili, kwa sababu ataachilia neema. Ukisoma Nehemia chapter 6 and verse 16, Biblia inasema ya kwamba ule ukuta ulijengwa kwa siku 52. Na Biblia inasema ya kwamba wale maadui na makafiri walipotazama walisema hii kazi imefanywa kwa msaada wa Mungu. Haya nenge liwa mateidia. Kulingana na ule upinzani ulikuwako na kulingana na challenges walizokuwa nazo, hawa ni Mungu amewasaidia. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa hiyo waliona ya kwamba Nehemia alikuwa na neema ya kufanya. Hata makafiri waliangalia wakasema hawa watu hawako peke yao. When you operate with the grace of God, you are not alone. The hand of God is upon you. Praise the name of the living God. It is not you now doing the work. Bwana atoe sifa. Ni Mungu anakifanyia kazi. Ni yeye anaponya, ni yeye anakomboa, ni yeye anajenga, ni yeye analeta watu katika nyumba yake, ni yeye anafungua milango na anafanya chochote ambacho kinahitajika kufanya. May the gracious hand of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Can somebody shout, I need the grace of God? I need the grace of God. Hey, we need the grace of God. The grace of God brings distinction between two people. Someone can be more qualified than you, but when a man carries grace, this grace will vanish. The distinction between two people in ministry is not their qualification. It is the grace they carry. Praise the name of the living God. It is not even their experience. It is not even because of their age.
Unakumbuka wakati Petro alikuwa anavua samaki the whole night hakupata. And he was an experienced fisherman. Yesu akamwitisha merikebu yake akahubiri. Baada ya kuhubiri, Yesu akamwambia sasa chukua merikebu yako, enda ukavue samaki. Petro akamwambia as an experienced fisherman, samaki huwa zinashikwa usiku. Na tumekuwa usiku kucha na hatujapata. Lakini finally akasema at your word I will go. Walienda wakashika samaki mpaka nyavu zao zikaanza kuvunjika. Wakaita marafiki zao wawasaidie. Tofauti ya Petro na Yesu ni gani? Petro alikuwa mzee kuliko Yesu. Petro alikuwa na ujuzi wa kuvua kuliko Yesu. But Jesus was full of grace. Praise the name of the living God. The distinction between two people is the grace they carry. It is not the age. It is not the experience. Mungu siku ya leo anaweza kuinua mtoto hapa kwa 10 years. Aanze kutembea na neema. Kwani yule mtumishi wa Mungu Bishop angalie wakati Mungu alimuinua, kwani alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa mtoto wa shule. Lakini ile neema alianza kutembea naye. Hata wakati hajui kuomba, anahitajika tu abebe waingie kwa uwanja. Akiingia kwa uwanja, viwetu wanaanza kutembea. Hana qualification, hana experience, hana miaka, but full of the grace of God. I need the grace of God in my life, in my calling. More of your grace, oh God, in our ministries, in the mighty name of Jesus. I release the impartation of the grace upon your ministry, in the mighty name of Jesus. Hey, we cry for the grace of God today. We need the grace of God. Kanisa tunahitaji neema. Watumishi wa Mungu, si Mungu atuhurumie, atupatie neema ya kufanya kazi siku hizi za mwisho, siku zilizo na hukumu, siku zilizo na shida. Tuwaona ndugu zetu, marafiki zetu, washirika wetu wanakufa na kansa, wanakufa na magonjwa ya figo, magonjwa ambayo daktari hawana msaada. Si Mungu ainue watu waliojawa na neema. Petero alikuwa amejawa na neema. Hata wakati alikatazwa ya kwamba usiwekelee watu mikono, anapita tu na bila kuwekelea watu mikono. Praise the name of the living God. Wagonjwa wanapona. You cannot stop a man who is full of the grace of God. You cannot stop a vision. You cannot stop a ministry. You cannot stop a business. You cannot stop a career that is full of the grace of God. We need the grace of God. Hauwezi zuilia kipawa ambacho kimejawa na neema ya Mungu. Hauwezi. Hauwezi. Praise the name of the living God. Kwa sababu huyo ni Mungu anafanya kazi. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunahitaji neema ya Mungu wapendwa, katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. I meet with so many people who think that I am not qualified to do what I am doing and to carry what I carry. And nothing is far from the truth. I am not qualified. Sincerely, I am not qualified. Najua kuna watu kuzana na nasema, oh, wewe ni mtaka wa Apostle Kimani wa Heaven's Gate. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na anataja mambo ni wewe ama ni ndugu yake. Because I'm not qualified. Praise the name of the living God. And you don't need to qualify. Praise the name of the living God. Because when you think you are qualified, hallelujah, you are going to grow in the flesh. Because tunasema mnahitimu kwa sababu ya hii na hii na hii. Praise the name of the living God. That is why the Bible says God gives grace to the humble, but he opposes the proud. A proud person is somebody who has something in their account. Praise the name of the living God. That is why Paul, for him to receive the grace of God, he has to count everything as rubbish. Praise the name of the living God.
Paul was overqualified, lakini alifika mahali akasema, I consider everything. Although I sat under the great teachers kama Gamaliel, I counted everything as rubbish. Shida ni ya kwamba watu wengi, there are so many things we are crediting to ourselves. We have so many things we are crediting to yourselves. The family you come from, the school you went. Praise the name of the living God. And so many other things. But let me tell you, you cannot qualify for the mercies of God. Ni kunyenyekea tu, mwambie Mungu nihurumie. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. So nikiangalia kile Mungu anafanya katika maisha yangu, na ninakutana na watu ambao wanaona I don't qualify, na mimi pia natambua ya kwamba I don't qualify. And I've stood many times even in our church and in meeting, na nimesema me I don't qualify for what God is doing in my life. I don't. Praise the name of the living God. I don't.